Je, ushawahi ota huku yuashambuliwa, na hasa na mwanadamu au na mtu, huenda jirani, rafiki au mtu mwingine yoyote yule kazini, au mwenye mmepatana tu ghafla, mtu mbaya tu, na ameanza kukushambulia. Uotapo ndoto kama hiyo, ina maana gani? Kaa nami kwa dakika chache mno nikwambie, kwani iko na maana fiche, maana hatari, maana ambayo unafaa uijue, ndio ujue jinsi ambavyo unafaa kufanya au hatua ambazo unafaa kuchukua haraka haraka. Kitu ya kwanza, ndoto kama ile inamaanisha unahisi threatened or violated in real life, na hilo linamaanisha ya kwamba hivi karibuni kuna venye kihisia, kiroho au kisaikolojia unasumbuka, unahisi kwamba amani yako imeingililiwa. Kuna mtu ameingililia mipaka yako, amevuka mipaka, au hata vile kuna venye unahofia usalama wako. Na hili huja wakati ambao umekuwa attacked na maneno hatari, maneno machungu, wakati umedhulumiwa aidha kihisia au kisaikolojia, wakati ambao kuna venye unanyanyaswa, vilevile wakati ambao unaona haya, wakati ambao kidogo unajilaumu, na vilevile wakati ambao una uoga fulani. Na uonapo unashambuliwa na wakora, ambapo unanyang'anywa, unashambuliwa na wezi, inamaanisha kuna kitu ambacho unaogopa kukipoteza katika maisha halisi. Huenda unaogopa kupoteza kazi, mchumba, opportunity. Huenda unaogopa kupoteza hela. Wengine unaweza kuwa unaogopa kupoteza afya yako. Basi mawazo yako ukiwa umetulia, umelala, yanaweza interpret ile hali ambayo unapitia kisaikolojia kama ni jambo la kweli, na itoe maigizo huku wahuni wakikupora, lakini yanajaribu kukuonesha kile ambacho kinaendelea katika mawazo yako. Lakini upatapo mwenye anakushambulia ni mtu tu mmepatana at random, mtu cruel ama mtu wa kijiji, lakini ni mtu mwenye ubaya wake tu, hata hujamfanyia chochote, basi hilo nalo linamaanisha ya kwamba una trauma, una machungu, bitterness, na una mambo au mateso ambayo uliteswa na huko mbele, ambayo roho yako au mawazo yako yanajaribu kukukumbusha. Vilevile inaweza kuwa ni kuogopa, unaogopa ile dhuluma ambayo ulipitia, na hivyo iwapo unaogopa kujipata katika dhuluma kama ile tena, basi unaweza jipata unaota ukishambuliwa na mtu mwenye hata humfahamu. Lakini kama mashambulizi yanatoka kwa jirani au kwa mtu wa familia, huenda mamako, watoto wako, ndugu zako, au mtu wa karibu sana, basi hilo nalo linamaanisha kitu tofauti. Nalo linamaanisha hivi: huenda kuna uwezekano mkubwa haya mashambulizi ni yako wewe mwenyewe. Iwapo umekuwa ukijicriticize sana, iwapo umekuwa ukijilaumu au hata ukijiita majina na kujihukumu kwa ukali, basi huna budi kuota ukishambuliwa na mtu wa karibu sana na wewe. Iwapo utapigana na uone umemshinda mwenye alikuwa anakushambulia, basi hiyo nayo inamaanisha ule unyanyasaji, kule kuteswa, kule kukandamizwa, yale ambayo umekuwa ukipitishiwa katika hali halisi ya maisha, umeanza kuamua enough is enough. Umeanza kusimama na kusema sitakandamizwa tena. Umeanza kuregain your confidence. Inakuletea tu ujumbe ya kwamba hapo sasa
endelea kupigania haki zako. Lakini ujipatapo umepigana na umepigwa vibaya sana na umeachwa helpless, ukijaribu kutoa sauti hakuna, ukijaribu hata kukimbia huwezi, uko pale tu, ukiitisha msaada hakuna mtu anakusaidia, basi hilo linamaanisha unajaribu kuamushwa. Umelala sana, unakandamizwa, unanyanyaswa, unateswa, huku tu umenyamaza. Amka! Ndio your subconscious mind inajaribu kukuambia wacha kunyamaza tena. Wamekukandamiza ya kutosha, na kwa hivyo ni wakati uamuke, ujipiganie, useme enough is enough. Na ujipatapo kwa hiyo hali, inafaa ujiulize maswali matatu. Swali la kwanza ni vema kujiuliza, huenda ni nini naogopa kupoteza hivi karibuni? Yatathmini maisha yako uone ni nini hicho ambacho umekuwa na uoga sana huenda kikapotea. Vilevile ni vizuri kujiuliza, ni nini hicho au ni nani huyo ambaye amekuwa akitishia maisha yangu, ambaye amekuwa akinipea wasiwasi, ambaye amekuwa akinidhulumu kwa njia moja au nyingine. Na vilevile ni vizuri kujiuliza, huenda ni nini hicho ambacho nimekuwa nikiogopa kukikabili. Kitu cha maana, jambo muhimu sana, lakini nimeogopa kuliface, ninaogopa kukabiliana nalo. Huenda ni nini hilo? Kwani ukijibu hayo matatu, utakuwa umejua kwa nini unaota ukishambuliwa. Lakini haina maana ya kwamba katika maisha halisi kuna mtu atakushambulia. La hasha. Inamaanisha ni ujumbe, this is reporting, inakutaarifu chenye kinaendelea katika maisha yako. Ni vema ujitathmini vizuri na utaweza kujua ni nini kinaendelea katika maisha yako na ni nini inafaa ufanye, ndio uache kuota ndoto ambazo bila shaka zitakufanya uamke ukiwa mchovu kwa kukesha miereka. Kila la heri katika ndoto zako.